Watazamaji wetu na wasikilizaji wetu mnaofuatilia kipindi hiki cha Bwana Nifinyange kutoka hapa Potters Church of Tanzania, Mbezi Msigani, Dar es Salaam. Nitumie fursa hii kuwakaribisha tena katika wasaa huu tunapokwenda kufanya uchambuzi, upanuzi na kupanua fikra kwa habari ya somo ambalo lilihubiriwa na baba mchungaji katika semina ya kwanza ya mwaka wa 2026 iliyofanyika mwishoni mwa mwezi Januari. Na moja kati ya mambo yaliyokuwa yamehubiriwa ni kwa habari ya kanuni zile za ufalme wa Mungu, na mojawapo ya kanuni ni ile ambayo Yesu anasema heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa sababu hao watashibishwa, kwenye Mathayo sura ile ya 5. Pamoja nami ninao wachambuzi wetu Samuel Kotei pamoja na Benson Samuel, lakini mimi ninaye ongoza mjadala huu ninaitwa Reverend Father Peter Undole. Karibu sana mpaka mwisho wa kipindi na Mungu atakubariki. Samuel Kotei, tunaona kwenye Mathayo sura ya 5, hotuba ya mlimani, Yesu anazungumza vitu kadhaa pale kama kanuni za ufalme wa Mungu. Na alipokuja Yesu alikuta watu wako kwenye mazingira magumu ya kisiasa. Wanadai haki za kisiasa, wanataka watoke kwenye utawala ule wa Kirumi waliokuwa wanafikiri kwamba unawakandamiza, unawaonea, hauwapi haki ya msingi. Kwa hiyo Yesu alipokuwa amekuja, wakawa wanasema wao, tumepata kiongozi ambaye atakuja kutusaidia kupata haki kutoka kwenye utawala wa Kirumi. Lakini Yesu anaangalia namna hii, alafu kama ana ignore vile, kama anapiga chenga, anawaambia heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa sababu hao watafanya nini? Watashibishwa. Unamuelewa Yesu? Niseme tu namuelewa Yesu kwa kile ambacho alikuwa amekibeba ndani na mazingira ambayo aliyakuta ulimwenguni na hasa katika nchi yake. Watu wako chini ya dola ya Kirumi, wakitawaliwa kwa mabavu kwenye nchi yao. Na kwa maana hiyo, kwa namna yoyote walikuwa wanahitaji haki za kisiasa. Wanahitaji kutoka kwenye utawala wa Kirumi. Lakini Yesu alijua aliyoandikiwa kwenye kitabu, Biblia inasema kwenye gombo la chuo, ili amesema nimeandikiwa kwenye gombo la chuo ili niyatimize, nimekuja ili niyatimize yale niliyoandikiwa katika gombo la chuo. Kwa hiyo Yesu alijua yale aliyoandikiwa juu ya ufalme wake na juu ya lengo ambalo limemleta duniani. Si kushughulika na masuala ya kisiasa, si kushughulika na mambo yanayohusiana na utawala wa wanadamu, ni kuleta ajenda ya ufalme wa Mungu kwenye mioyo ya watu. Na ndio maana nawaambia watu, heri wenye njaa na kiu ya haki. Unajua, katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza na mstari ule wa 30 anaonesha vizuri kwamba Biblia inasema Kristo, Mungu ametupatanisha na yeye kupitia Yesu Kristo, na amemfanya Yesu Kristo, moja, amemfanya Yesu Kristo kuwa hekima yetu; mbili, amemfanya Yesu Kristo kuwa utakatifu wetu; tatu, amemfanya Yesu Kristo kuwa haki yetu; amemfanya Yesu Kristo kuwa ukombozi wetu. Kwa hiyo unaona, alipokuwa anazungumzia Yesu Kristo, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana yake alikuwa anajizungumzia yeye mwenyewe. Watu wanitafute mimi ambaye
nimebeba ajenda ya ufalme itakaowasaidia wao kuishi kwenye ufalme wa Mungu. Kwa nini aweke kificho kama yeye ndiyo haki ya Mungu na anataka watu waitafute hiyo haki ya Mungu ambayo ndiyo yeye? Kwa nini asiseme heri wenye njaa na kiu ya Yesu Kristo ambaye ndio mimi? Anaficha, anasema heri wenye njaa na kiu ya haki. Kwa nini aweke? Ndio maana Yesu alikuwa anazungumza sana kwa mfano. Sasa nyinyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, wengine wakisikia, wakiona. Kuna namna fulani anasema siri hizi umewaficha wenye hekima, umewafunulia watoto wachanga. Kuna namna fulani ya hekima ambayo ilikuwa ndani yake kwenye kuyazungumza mambo. Kwa hiyo ilihitaji watu waingie ndani sana kumwelewa Yesu Kristo alichokibeba, kwa sababu kumbuka yuko chini ya utawala, nchi iko chini ya utawala wa Rumi. Kwa hiyo kuna namna, lazima kungekuwa na utata tu wa namna angeweza kupishana na kusigana na wenye mamlaka. Hakuhitaji kufanya hivyo, alihitaji kuwaelekeza wafuasi wake na wale ambao watamtafuta mambo yanayohusu ya ufalme kwa hekima kubwa sana ya Kimungu. Benson Samuel, unaona gap lolote ambalo Yesu analitazama na kulijaza anapokutana na watu ni kama wanataka kumfanya yeye kuwa kiongozi, wanatamani kusikia maneno fulani kutoka kwake kwa habari ya ukombozi wao kisiasa, lakini Yesu anawaambia heri wenye njaa na kiu ya haki. Unaona statement hii ilikuwa inajaza gap fulani au? Na kuna kitu ambacho Yesu alitamani kieleweke kwa ulimwengu. Na kama ambavyo tuliona alitamani kitu kieleweke kwa ulimwengu. Yes. Kitu ambacho Yesu alitamani kieleweke kwa ulimwengu, na kwa bahati wachache sana walidaka, na sivyo bahati wengi sana walichemka. Ndio maana anaposema heri wenye njaa na kiu ya haki, hii inamaanisha ziko njaa nyingi, lakini kuna aina ya njaa ambayo Yesu anaitafuta kwa watu. Kwa hiyo sasa nyinyi mkienda na njaa zingine hamtamuelewa Yesu. Wale watu walikuwa na njaa gani? Kama ambavyo tumeona kwamba alikuta wapo chini ya utawala wa Kirumi na wanaishi maisha ya shida sana. Kwa hiyo wakataka sasa, wakasema maadamu huyu kesha kuja sasa, huyu sasa ndo atakuja kujaza kwenye mioyo yetu kile tunachokihitaji hasa. Lakini hawakujua Yesu nini kilichomleta, wanachokihitaji au walichokuwa wanakitaka. Walikuwa hicho walikuwa ni hitaji au ilikuwa ni kitu tu wanakitaka? Tofauti iko wapi? Hitaji ni la lazima. Hitaji ni la lazima na muhimu kulipata. Una muhimu kulipata. Lakini matakwa yanaweza sio lazima. Kwa hiyo hawa watu walikuwa nini? Walikuwa wanahitaji au walikuwa wana matakwa? Walikuwa na matakwa. Walikuwa na matakwa. Kwa hiyo matakwa yao ya kisa, lakini Yesu akawapa wanachokihitaji. Kwamba ninyi sasa mnachokihitaji hatuwezi kupatikana kwa ulimwengu kwa mtu yeyote, isipokuwa kinapatikana kwangu. Mtumishi hapo yani alikuwa anawaambia kwamba mnachokihitaji hamwezi kukipata kwa mtu mwingine yote ulimwengu. Manake kama mnataka haki hamwezi, hakuna mtu kwenye ulimwengu anayeweza kuwapa haki. Hayupo. Isipokuwa mimi. Kwa nini mtumishi? Unajua au ndio pale anasema kwamba wote wametenda dhambi, hakuna mwenye haki hata mmoja kabisa. Unajua wakati dhambi imeingia ulimwenguni, yani ilituondolea kabisa kitu kinaitwa, kwa sababu huwezi kuwa na dhambi ukaweza kutenda haki. Huwezi kuwa na dhambi ukaweza kutenda haki. Kwa hiyo wale wanasiasa waliokuwa wamekalia viti, manake wasingeweza kutenda haki kwa sababu wao wenyewe hawana hiyo haki. Yani hiyo hutaweza. Yani hutaweza hata ufanyaje, hutaweza. Huwezi kutoa haki kama wewe huna haki. Huwezi kutoa haki kama wewe huna haki. Lazima wewe upewe haki, ufanyike haki, alafu ndio utaweza kutenda. Ndio maana Yesu alisema ufanyeni mti mbaya kwa matunda mazuri, kwa matunda mabaya. Ufanyeni mti mzuri kwa matunda mazuri. Kwa hiyo ni lazima ndani yako kuna kitu lazima kifanyike huko. Alafu ndio kitokeze. Ndio hasa Yesu kitu alichokuja kuanza kukitengeneza kwa upya, kwa yeye kuwepo. Kwa hiyo huwezi huwezi
kutoa kile ambacho hakiko ndani ya moyo wako. Haiwezekani. Yani hata kama utafanya, lakini kuna pointi utafika, yani utafanya kile kilichoko ndani ya moyo wako. Siku zote dhambi ikisha kutengeneza, basi unaanza kuishi hivyo. Ndio maana unaona sasa katika maeneo mbalimbali kama tulivyoona wenye haki wakitawala, watu wanafurahi. Waovu wakitawala, watu wanaugua. Mbona hiyo tofauti? Wenye haki maanake ni kile kitu kipo huku ndani, kimekaa ndani. Yani mtu anaweza kaja, kwa mfano yule mwanamke wakati anamwendea yule kazi akasema, ingawa mimi si mchi Mungu. Ile ni Luka sura 18 mstari wa kwanza kuendelea. Anasema mwanamke mjane alikuwa anamwendea mara kwa mara, anamwendea hakimu, anamwambia nipe haki na adui yangu. Hakimu anamwambiaje? Tarehe anarusha tarehe, ni anapuzia tu, anarusha tu. Kwa hiyo na kuna majibu ambayo alimpa pale. Kwa hiyo ninachotafuta nini kwenye hii habari, kwamba kilichokuwa kinamfanya apuuze ni kule kutokuwa na haki ndani yake, ni kwa sababu ya uovu. Usimchi Mungu, usijali watu. Umeona anachosema huu mfano? Hebu tuende nao kwa vizuri kidogo, kwa sababu najua ni moja kati ya mifano ambayo imezungumzwa na Yesu Kristo mwenyewe hasa kwa habari ya mambo haya ya haki na kumtafuta Mungu. Anasema pale kulikuwa na kadhi, si ndio? Kadhi ni hakimu. Na hakimu tunasema ni mtu wa kutoa haki. Ni mtu wa kufanya maamuzi ya haki. Watu wamekosana, unaletewa mashauri, unasikiliza, unafanya nini? Unatoa haki. Kwa hiyo na mahakimu wamesoma, wanajua kwamba wana misemo yao, wanasema justice delayed is justice denied. Yani haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Lakini mama anakuja anamwambia hakimu, nimeripoti, nipatie haki na nani? Na adui yangu. Hakimu anamwambia mwezi Februari, njoo Februari, kesi yako itasikilizwa tarehe 5 mwezi Februari. Mama anarudi, hakimu anamwambia mwezi Juni tarehe 7. Mama anakuja anamwambia mwezi Agosti tarehe 15. Lakini yule mama hakuchoka. Lakini kwa nini hakimu anajua kabisa kwamba haki iliyocheleweshwa ni haki ambayo ni kama umemnyima mtu, lakini bado anafanya nini? Bado anafanya matukio ya kufanya nini? Ya kupiga kalenda. Kwa hiyo ndio kama unachosema kwamba hakimu akafika mahali ni kama akajishtaki. Na mimi yule alikuwa Mkristo lakini alikuwa hamchi Mungu. Unajua, unaweza ukawa unaenda kanisani Mkristo lakini huna hofu ya Mungu. Akajisema yeye mwenyewe kama huyu mama nimempiga kalenda ya kutosha. Hata kama mimi simchi Mungu wala sijali watu, haya mambo mawili, lakini mama nitampa haki yake. Nadhani maana yake nini? Maana yake ili utoe haki lazima kwanza umche Mungu. Ukimcha Mungu maana yake ni kama umevishwa haki ya Mungu. Kwa hiyo umepokea haki na unaweza ukawatendea haki wengine. Kwa hiyo akajitathmini akasema kwamba mimi simchi Mungu. Na usipomcha Mungu unaweza ukajali watu? Hapana. Uwezi ukajali watu. Sasa kwa mtindo huo, maana yake ndio maana dunia inapata shida sana. Kwa sababu watu ambao hawana Kristo hawawezi kutenda haki kwa wale wanaohitaji haki. Kwa hiyo unasema nini sasa baada ya kupata ufafanuzi huu? Haki inapatikana kwa Mungu. Ndio maana Yesu pale akasema, angalieni asemavyo yule kazi. Ni kama alishangaa. Akasema mtu vipi naye? Kwa hiyo anasema angalieni asemavyo yule kazi dhalimu. Mungu hata apatia haki upesi. Anakuja kwa hiyo hata Yesu alipokuwa anakuja alikuwa anataka kusukumiza kitu kwenye mioyo yetu, kwamba hii haki tuliyonayo, hii njaa na kiu ya haki ambayo heri wale waliokuwa nayo kwa Mungu ndio inapatikana. Kwa hiyo tutashibishwa na tutajazwa kwa njia ya Yesu Kristo kuingia ndani yetu, tutamfurahia Bwana. Kwa hiyo ni kama Yesu aliona tatizo kubwa ulimwenguni, kwamba yani kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo ndio maana tunaona kwamba wakati mwingine wakina mama hawapati haki kwenye ndoa, wakati mwingine watoto hawapati haki kwenye familia, wakati mwingine wananchi hawapati haki kwenye taifa lao, kwa sababu unakuta watawala au baba wa familia amejaa dhambi,
ulafi, ulevi, ubinafsi. Kwa hiyo katika hali kama hiyo hawezi kutoa haki. Sasa kwa nini kote, kwa nini Yesu anasema, kwa nini njaa na kiu? Kwa nini njaa na kiu? Unajua kama alivyosema mtumishi, inawezekana kuna njaa nyingi, lakini unapozungumzia njaa au kiu, maana yake ni ile shauku ya kutafuta kushibishwa. Shauku ya kutafuta kushibishwa. Shauku ya kutafuta kushibishwa. Maana yake utaitafuta, lazima uitafute hiyo haki. Kama unahitaji chakula, kama una njaa na una kiu ya maji, utamuona mtu ambavyo mtu mwenye kiu yani anatafuta maji angalau aburudishe nafsi yake. Unaweza kuona tajiri alipokuwa kuzimu kule, anaungua. Biblia inasema akamwambia Ibrahim angalau mtume Lazaro achove kidole chake kwenye maji aburudishe tu. Kwa hiyo unaona kuna namna fulani ukiwa na kiu au ukiwa na njaa, utatafuta kitu ambacho kitakata ile kiu yako, kitakutuliza ile hali yako ya ndani. Ndio maana Yesu anasema mara nyingi, mimi ni chakula cha uzima, anasema mimi ni maji ya uzima, mwenye kiu na aje kwangu, mwenye njaa na aje kwangu. Sasa tunapozungumzia njaa na kiu ya haki, maana yake ni hiyo shauku ya ndani ya kutafuta kama tulivyosema, huwezi ukatenda haki kama hauna haki ya Mungu. Lazima uitafute hiyo haki ya Mungu, na huwezi kutoa haki ya Mungu kama humchi Mungu. Maana yake anasema heri wenye njaa na kiu, heri wenye shauku ya kumcha Mungu, kitu ambacho kitawasaidia kupata haki, kitu ambacho kitawasaidia kutenda sasa, kuishi kwenye maisha ya uadilifu. Kwa hiyo unataka kuwaambia nini majaji na mahakimu ulimwenguni kote kwamba ili watende haki wanahitaji nini? Wanahitaji kwenda kupata degree za sheria au wanahitaji nini zaidi? Degree za sheria ni mwongozo. Ni mwongozo. Huo ni mwongozo wa namna ya kutawala ulimwengu na namna ya kuendesha taratibu zao za kesi. Lakini huwezi kuitoa haki hiyo kama kwanza hauna haki ya Mungu ndani yako. Kama kwanza haumchi Mungu, ni vigumu kuitoa haki ambayo hauna hiyo haki. Ili uweze kuitoa haki kwa mtu ambaye amekuja na kesi yake na anahitaji kufanyiwa suluhu au hitimisho ama kutolewa maamuzi juu ya kile ambacho kimemfanya aje kwenye mahakama, ni muhimu sana hawa watu ama mahakimu, majaji wakajua chanzo cha kutoa haki sio wao kuwa na degree. Chanzo cha kutoa haki ni wao kumjua Mungu, kumcha Mungu. Yes, hiyo itawasaidia wao kutoa haki iliyo ya kweli, bila kuwaumiza watu wengine, bila kuwaonea watu wengine, bila kuleta maumivu kwenye maisha ya wengine kwa kuwanyima kile ambacho wangestahili kukipata. Kwa sababu kama atakuwa hamchi Mungu, manake ule msemo wake aliyousoma darasani, justice delayed, justice denied, itakuwa ni msemo tu, lakini utakuwa hauna maana yoyote. Yes, utaona kila siku kesi zinaahirishwa. Tunaona watu wanakaa miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne. Wakati mwingine ni kesi za kusingiziwa, wapo mahakamani. Wakati mwingine watu wanaishi maisha marefu huko ni mabusu au huko magerezani, lakini ni kwa sababu gani? Haki zao zinacheleweshwa. Kwa nini? Kuna watu, inawezekana pia kuna wengine hawana fedha, hawana watu wa kuangalia, wa kuwasaidia kule. Kwa hiyo ile haki yake inanyimwa au inacheleweshwa kwa sababu tu mtu huyu ambaye amekalia kwenye hicho kiti cha hukumu hamchi Mungu, na si rahisi akatoa haki inayostahili kwa yule ambaye anapaswa kupokea. Mtu mwenye njaa na kiu unaweza ukamtuliza mahangaiko yake? Huwezi kumtuliza. Labda mpaka umpe chakula. Mpaka umpe chakula au maji ndio wanatulia. Na mtu mwenye njaa unaweza ukamwona kama msumbufu vile wakati mwingine, au mwenye kiu kwamba huyu anasumbua sana. Vipi mtu anayedai haki tunaweza tukamwona hivyo kwamba ni msumbufu kwa sababu ya ile kiu yake ya kudai haki? Watu wengi ni wasumbufu. Hasa hao tunawatafsiri kwamba ni wasumbufu, au ni kwamba kuna kitu kinawafanya wasumbue? Niseme kwamba wasumbufu wa kweli, wasumbufu wa kweli, yani huu ni usumbufu unaotakiwa.
mpaka apate mpaka apate. Kwa hiyo mtu anayedai haki kumtuliza kwake ni mpaka umpe haki. Kama vile mtu anayetaka chakula kutulia kwake ni mpaka kapata chakula ndio sasa anatulia. Kwa hiyo tuwafanye nini watu ambao wanadai haki kwenye ndoa, kwenye jamii, kwenye nini? Tuwapatie haki zao, wapewe haki zao. Fikia hatua kama yule hakimu yule, kama yule hakimu. Sasa bwana, jamaa wanasumbua sana kabisa. Unajua, hebu tusikie furaha kwa watu haki zao. Hivi unaonaje mtu ukishamtendea mtu haki anavotoka kwa furaha? Sipati picha huyu mwana mama alitokaje? Na alitulia hakuwa tena anakuja kusumbua. Yani yule hakimu anasema huyu ulikuwa kama ni usumbufu. Japo mtu anadai haki yake, wewe unaita nini? Unaita usumbufu. Unajua Ibilisi sio yani shetani bwana. Yani shetani akikukaa ndani ule ndio utaona usumbufu. Lakini kama ungelishughulikia lile mapema hata singekuja mara kadhaa. Saa ile tu mtu keshapata, ni kama chakula, kama ambavyo tumesema. Ukishajua kabisa huu ni wakati ambapo huyu mtu anahitaji kula, chakula kikawepo pale, usumbufu utauona. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hawa watu ambao wanadai haki ili kuweza kuwatuliza, wapewe haki zao. Mwanaume ambaye anaona kama mwanamke msumbufu kwa kudai haki zake, mpe haki yake, atatulia. Viongozi mahali popote pale wa kisiasa wanaona kama watu ni wasumbufu, wanawakerakera, ni njaa ile. Kama mtu anatafuta chakula, ukimpa chakula hakusumbui tena kabisa. Na unajua tukipouza hili jambo hili ndio linaweza likasababisha yani. Sasa Yesu anasema heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa maana watashibishwa. Manake mwenye njaa anachohitaji ni kushiba. Manake anayetaka haki anachotakiwa ni nini? Ni kupewa haki. Ndio shibe yenyewe. Mungu atusaidie. Na hakuna siku ambayo kote mtu ataacha kuhitaji chakula au maji, si ndio? Wazi kabisa. Kwa hiyo Yesu alitumia maneno kimkakati. Yani ni kitu ambacho ni endelevu. Siku umeacha chakula au maji, siku ambapo umekufa. Siku ambapo haupo tena duniani. Hiyo, kwa hiyo aliyatumia maneno kimkakati akimaanisha nini? Kwamba yani akimaanisha kwamba haki ni kitu ambacho kinapaswa kutolewa siku zote. Maana yake ni kitu ambacho kinapaswa kuwepo, ni kitu cha lazima. Kwa sababu kama tunavyosema chakula, tunaposema maji, ni vitu ambavyo ni vya msingi au vya lazima, mahitaji ambayo ni ya lazima na ya msingi kwa mtu. Hayo ukimnyima mtu, maana yake umemwonea, umemdhulumu, maana yake ni kama umeingilia kwenye uhai wake. Ndio mtu anasema napigania haki yangu, napigania maisha yangu na uhai wangu. Kwa hiyo maana yake alipokuwa anatumia chakula, anatumia maji haya, kiu au njaa, maana yake ni kitu ambacho mtu lazima apewe wakati wote atakapokuwepo, wakati wote atakapohitaji. Sasa kama yeye Yesu ndio haki ya Mungu, maana yake anatuambia kwamba hakuna siku ambayo sisi hatutamhitaji yeye, si ndivyo? Ndio maana yake. Yani wewe kusema nimekuwa na Yesu leo na jana, kesho sitamhitaji. Maana yake kila siku kuna lazima umhitaji Yesu. Kila siku inaitwa leo. Lazima kama Yesu ndiyo haki hiyo, lazima uwe na shauku ya kumtaka kuliko ulivyomtaka jana, shauku ya kushibishwa na Yesu kuliko ulivyoshibishwa jana. Yani kila siku unatembea kwa upya kutafuta hiyo haki ambayo Yesu yuko nayo, ambaye ndiyo haki mwenyewe. Yes. Kwa hiyo wanasema tuna haki hii kwenye mambo ya uraia, tunasema tuna haki ya kuishi, sijui tuna. Kwa hiyo haki, uwezo kusema kwamba nilikuwa na haki ya kuishi jana leo sina haki, yani haki ya kuishi ya mtu ni kila siku anaihitaji. Akiidai, mpe usalama wa maisha yake. Kwa nini Benson swala la haki limekuwa ni kilio cha ulimwengu? Kwa nini limekuwa ni kilio cha ulimwengu? Na Yesu ni kama vile anakuja anatoa pressure kwa watu
watamani zaidi haki. Anasema amebarikiwa, heri mwenye njaa na kiu ya haki. Limekuwa ni kilio kwenye familia, swala la haki, kilio makanisani, kilio wapi, na Yesu anakuja ni kama anatia pressure. Anasema heri wenye njaa na kiu ya haki. Hakuna haki hakuna maisha. Hakuna haki hakuna maisha. Hakuna haki hakuna maisha. Yani tutaishi maisha ya vurugu, tutaishi maisha ya tabu, yani tutasikia maafa kila siku, na kwa sababu haki ni hitaji mojawapo muhimu kama ambavyo tutatoka kuzungumza, na la kila siku ambao mtu lazima aweze kupata. Unaona mitume wale walikuwa wanalia, kina Habakuki analia, Habakuki 1:4 anasema hukumu ikipatikana inakuwa imepatikana, imepotoka. Haki iko wapi? Haki iko wapi? Anashangaa kabisa kuona kwamba wenye haki wanaonewa, wanapita katika mazingira magumu, alafu kesi zinacheleweshwa. Analia kweli kweli. Mhubiri pia ile sura ngapi ya 3 mstari wa 16 anasema zaidi ya hayo nikaona chini ya jua mahali tunapoishi sisi chini ya jua kwamba mahali pa hukumu upo uovu, na mahali pa haki kuna dhuluma. Kwa sasa unaweza ukaona kama maana yake hiki kitu kitapungua, hii staili ya maisha ambayo Habakuki anaisema, Mhubiri pia anaisema, ndio itakayoonekana, na wale watu wenye njaa watakuwa wanalia, wenye njaa na kiu yake watakuwa wanalia sana kila siku. Kwa hiyo maana yake kutatokea watumishi wa Mungu ambao wanapita katika mazingira ya kuumia sana. Wale ambao Yesu anasema wale ambao wamebarikiwa, heri wale wenye njaa na ile kiu. Maana yake kama hiki kitu hakitatokea, vilio vitaendelea kuwa kila siku. Kwa hiyo tusitegemee kushiba haki kwenye ulimwengu, au unasema nini? Kwenye ulimwengu mimi tu niseme tusitegemee hiyo. Tusitegemee kabisa. Mimi ninachoweza kusema ya kwamba ndio maana hata tukiangalia kwa habari ya Habakuki, kitu ambacho ninachoweza kusema, ndio maana wakati Mungu anamjibu kwa habari ya kile kilio, maana yake ni Mungu ni kama alikuwa anamwambia hii tatizo nitakuja kulitatua mimi ndio nitakuja kulitatua. Ndio maana akasema andika njozi hii. Wewe Habakuki unalia, lakini mimi tayari nina mpango wangu kwa ajili ya jambo hilo. Kwa hiyo hata wakati mimi nasema hivi, kama Yesu Kristo tungempokea wote ambao ni haki ya Mungu, hivi vilio vyote vilikuwa hamna. Tungeishi ulimwengu safi kabisa. Tuna kazi kubwa. Kwa hiyo tutaendelea kuwa na njaa hii hapa ulimwenguni ya haki mpaka Yesu atakapokuja. Petro alisema naitazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki inakaa ndani yake. Haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo alikuwa anajua, Mungu anajua kabisa atakuja kusuluhisha hiki kitu katika ile mbingu mpya na nchi mpya. Ndio maana Petro alitazama tu akasema hapa hamna kitu. Naitazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo katika ile nchi tayari kuna haki imewekwa. Ndio maana kama naanza kumuelewa Yesu hivi, kwa sababu wewe angalia duniani pote, mwanasiasa gani anayeweza kumpa mtu haki kwa urahisi? Yaani akikutungia sheria, wewe unafikiri kutungia wewe, lakini amekutungia ili kukukandamiza tu na kupora haki yako, lakini anaipitisha namna hiyo. Duniani karibu duniani kote. Ni kweli kabisa. Ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ndani atendaye haki yuna haki. Kwa sababu ile ndani hakuna ile kitu. Na ndio maana nasema yani kama kigezo kingekuwa hata viongozi, mimi nasema mahakimu, viongozi kokote pale. Yani ingekuwa awe tunatengeneza tu sheria nyingine, Yesu kingine tu ni mtu awe ana Yesu ndani. Yani moja kati ya sheria zingekuwa kwamba mtu yoyote kwenye mamlaka lazima awe na Yesu ndani. Awe na Yesu ndani. Awe na Yesu ndani. Unajua hicho ni kigezo kubwa kinakutengenezea break. Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Ameharibu matendo yake yote. Kwa hiyo ndani kama unakuwa unasema Mungu hakuna, kinachofuata maamuzi ya hovyo. Na zile sifa mbili alizozisema jaji, naamini zile yani kama ningekuwa namna gani, yani ningezipeleka bungeni zile sheria zipitishwe kwamba kila kiongozi lazima moja awe anamcha Mungu, lakini mbili awe anajali watu. Kabisa. Umeona? Kwa sababu kama unajali watu, huwezi kuwatungia sheria za kuwakandamiza. Sahihi. Kama unawajali watu, utaangalia usalama wao. Sahihi. Na uwezo ukaangalia usalama wao kama wewe humchi Mungu. Kabisa.
Kwa hiyo hizi sifa mbili hizi, yani tungesema kwamba hatuchagui kiongozi au hatupitishi mchungaji mpaka tuhakikishe nini, ana sifa hizi mbili. Kwanza awe na hofu ya Mungu, amche Mungu, lakini pili aweze kujali watu. Usipojali watu huko kanisani utamuongoza nani? Sasa itakuwa ni vitu ndio ile sasa tunakuja kuipata kwa Mafarisayo. Watu wana magonjwa yao, watu wana matatizo yao, hawajali chochote kile. Wanashindwa kuangalia huyu mtu aliyeponywa ameteseka miaka 18. Kaponywa, hawatazami hilo, wasema basi okay, hata kama ni jambo la kisabato, huyu na bwana mkubwa huyu tutazungumza baadaye. Acha tumpe Mungu utukufu kwa ajili ya huyu mtu aliyeponywa. Lakini mwisho wa siku kile ni kama hawajakiona, wanaanza kuja kushutumu tena wale watu. Kuna siku 6 za kuponywa magonjwa yenu, mfuateni huko, lakini sio siku hii. I say, kwani sheria, kwa nini zipo sheria kote? Kama anavyosema Beni, unakuta kule hekaluni sheria zile yani ndio zilikuwa zinakandamiza watu, hawapati uponyaji na nini, na hawapati haki zao. Kwani lengo la sheria ni nini? Nafikiri lengo la sheria ni kutoa mwongozo, ni kutoa dira ya au ni kutoa kuweka mipaka. Kwa maana hiyo ni kama dira inayotuongoza namna ya kufanya mambo, namna ya kutenda mambo. Na ndio maana tunazungumzia kama nchi, tunazungumzia katiba, sheria ya nchi, au tunazungumzia sheria, taasisi mbalimbali. Hizi zinatoa mwongozo au uelekeo wa namna ambavyo au mipaka ya watu wafanye nini mpaka wapi. Sasa unaweza ukaona wanaotunga, kama tulivyosema, wanaotunga sheria hizo kwanza ni wenye dhambi. Wanaotunga sheria ni wenye dhambi, na wanaozitekeleza sheria hizo ni wenye dhambi. Unaweza kuipata haki katika dhambi? Hapana, huwezi kuipata. Kwa hiyo ni muhimu tu tukaelewa, maadamu tuko hapa. Ndio maana kama nimependa pendekezo la mtumishi hapo kwamba yani ikiwezekana yani kigezo namba 1 ya viongozi au watu, yani wewe unamjua Kristo ndani, sababu Kristo ndio haki. Kwa hiyo maana yake kama una Kristo ndani itakuwa rahisi wewe, maana yake kuwajali watu, kuwapenda watu, utaitoa haki vizuri. Kwa hiyo pamoja na kwamba sheria hizi zinatungwa, bado mara nyingi zinatungwa kwa ajili ya kuwapendelea wale walio katika nafasi hizo za kiutawala au kuwalinda, haziomgusi mtu yule wa chini. Sio sheria zenye kuleta ustawi kwa watu wale wa chini. Mara nyingi mtawala hawezi katengeneza sheria ambayo itamkandamiza yeye. Lazima atengeneze sheria ambayo itamlinda yeye mpaka kile anachotaka akifanya kimetimia. Na hiyo ni ishara kwamba ni matokeo ya dhambi. Kwa maana anajiangalia yeye, ubinafsi wake, ulafi wake, uchoyo wake. Hiyo ni dhambi 100%. Ndio maana tunasema ufalme wa Mungu, Biblia inasema sio kula na kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. So unaweza ukaona kwa sababu watu hawana hiyo haki ya Mungu ndani, kuna ile hali ya dhambi. Biblia inasema kwenye Warumi 3 kwamba wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu ya dhambi wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo haki, mpaka kuitafuta haki kwenye moyo wa mtu ni mpaka mtu awe amemjua Mungu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, pamoja na sheria hizo ambazo zinatengenezwa kutokana na watu ambao pia hawamchi Mungu ndani yao, na utekelezaji wa zile sheria ni watu wasiomcha Mungu ndani yao. Mwisho wa siku si rahisi kutoa haki kwa watu ambao wanawaongoza. Yani sheria labda imewekwa kwa ajili ya kumlinda mtu au raia, lakini utekelezaji wake unakuja kufanyika katika hali ya kumdhuru raia. Sasa unashindwa kuelewa kwamba sheria ilikuwa na maana gani. Yani unaona ni sheria kwa ajili ya mtu au mtu kwa ajili ya sheria. Yani ni kitu ambacho unakiona. Kwa sababu gani? Tayari unaona hapo matokeo ya dhambi yanamfanya mtu, pamoja na kwamba sheria imewekwa, lakini haifuati sheria. Yani sheria ndio inalindwa kuliko mtu. Badala ya sheria kumlinda mtu ndio sheria ndio inalindwa kuliko mtu. Yes. Sasa hayo yote ni matokeo ya dhambi. Ndio maana Yesu anasema nitafuteni mimi mwenye kiu, heri mwenye kiu na njaa ya haki. Huu wito huu wa Yesu Kristo Beni ulikuwa ni kwa wale wafuasi tu au mpaka kwa wanasiasa, kwamba heri
mwenye njaa na kiu ya haki. Yesu pia alikuwa anawaambia wale watawala kwamba ili mtawale vizuri, ili muwape watu haki zao, lazima kwanza mnijue. Huu wito ulikuwa unakwenda mpaka mipaka ipi? Ni kwa kila mtu au ni kwa kundi fulani la watu? Hii sio kwa kundi fulani la watu. Huyu ni kwa kila mtu. Kwa kila mtu. Hasa hawa, kwa sababu kuna mahali Yesu alipiga ole kweli kweli. Nyingi. Ole za kutosha. Ole za kutosha. Na ni hatari sana. Zikawakuta mahakimu, ole za kutosha zikawakuta mpaka waandishi, ole za kutosha zikawakuta mpaka viongozi. Ole zikapita. Waandishi wanaotumia kalamu zao kwa mambo ya ubabaishaji. Kwa kote zikapita. Hii ni wazi kwamba ni kwa kila mmoja. Kwa mimi ningeweza kusema kama ni kwa kuweka kiumuhimu, kwanza naanza na viongozi, wanasiasa, labda watumishi wa Mungu, kwamba wanahitaji kusikia hii sana kuliko mtu mwingine. Najua wao wakishaipata vizuri, sasa hawa wanaofuata hawa nao wataidaka kwa haraka. Yaani wao wakishakuwa na njaa na kiu ya haki ile anayosema Yesu kabisa, wakaipokea. Maana nafikiri ukipokea, yani unapomwamini Yesu unahesabiwa haki, alafu unapewa uwezo wa kutekeleza haki. Ndicho Mungu anachokifanya. Ndicho Mungu anachokifanya. Yesu akishaingia ndani yako, yani anakutengeneza, unakuwa na uwezo sasa. Kwanza unapokea haki, alafu unakuwa na uwezo wa kutekeleza hiyo haki. Kwa sababu ndani ukitaka kufanya kitu kisicho cha haki, kuna kengele inapiga. Yaani hapa sio sawa. Unatakiwa ujali watu. Wewe unapuuza maisha ya watu. Kabisa. Ndivyo tunamuona huyu mtumishi Sauli. Tunamuona kabla ya kuwa ya kupokea ile haki na kutengenezwa, sasa tunaona ni watu wawili tofauti. Baada ya kuitengenezwa kuwa mtu mwenye haki, na baada ya kuipokea ile haki, alivyoanza sasa kutumika katika ile nafasi tunasema ya kiuongozi, tunamuona ni mtu wa tofauti kabisa. Analia kwa ajili ya watu, analia kwa ajili ya watendakazi. Ni mtu ambaye yani akawa ni mtu mwingine kabisa. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana. Ni wito wa kila mmoja kuhakikisha ya kwamba watu wanapata Kristo ili wawe wenye haki, waweze kutenda haki. Una wito gani kwa habari ya mambo ya haki? Ninachoweza kusema, unaona Mtume Paulo kwenye kitabu cha Warumi anatumia nguvu kubwa sana kueleza masuala ya haki. Na kama nikijaribu kufupisha, amejaribu kuzungumza makubwa mawili. Haki ipatikanayo kwa matendo ya sheria, lakini haki ipatikanayo kwa imani. Na haki ya Mungu, maana yake haki ya Mungu. Unaona anawaelezea namna Israeli ambavyo walijaribu kutenda matendo ya haki, kutenda haki kwa kufuata matendo ya sheria, kitu ambacho kiliwashinda. Kwa sababu huwezi kuwa ni mtu mchafu alafu unataka kuitekeleza sheria ambayo wewe mwenyewe umeitunga. Mwisho siku ndio utaona unamwambia mtu asiibe lakini wewe unaiba, unamwambia mtu asizini lakini wewe unazini. Maana unataka kufanya haki kwa matendo ya sheria. Lakini Paulo mtume amesisitiza juu ya haki ipatikanayo kwa imani, haki ya Mungu. Na unaona anasema Yesu amefanyika dhambi ili sisi tupate kuhesabiwa haki kwa imani. Kwa hiyo wito wangu kwa watu wote, kitu ambacho tunapaswa kufanya, tunaweza tukawa tuna matendo mazuri sawa, tunaweza tukawa tunafanya vizuri sawa, lakini kama hauna Yesu Kristo, haujamwamini Yesu Kristo, hauna njaa na shauku ya Yesu Kristo, nataka nikwambie tu, si rahisi kuitenda haki. Si rahisi kuitenda haki popote ambapo pale mtu anaweza kuwepo kwenye nafasi yake ya uongozi, anapoweza kuwepo kanisani. Ni muhimu sana tuitafute hii haki ya Mungu kwa imani, si kwa matendo yetu. Haki ya Mungu kwa imani, na haki ya Mungu kwa imani tunaipata kupitia nani? Kupitia Yesu Kristo, ambaye ndo haki yenyewe. Na ndio maana Yesu anatoa wito, heri, amebarikiwa yule mtu ambaye ndani yake ana shauku, ndani yake ana tamaa, ndani yake anaona haja ya kutafuta haki itokayo kwa Mungu. Kama tulivyosema alipokuwa anazungumza haya, tulisema ni typology ya Musa. Wakati Musa amesimama pale ameshika zile amri 10 mlima Sinai, anazipokea zile amri, anapelekea watu, anawaonyesha juu ya zile sheria ambazo watu wanatakiwa kufanya. Na Yesu anasimama
hotuba yake ya kwanza mlimani, maana yake anaonyesha kanuni za ufalme wa Mungu, namna watu wanaweza kuishi kwenye ufalme wa Mungu. Hauwezi kuishi kwenye ufalme wa Mungu kama haujawa na hiyo haki ya Mungu. Haki ya Mungu unaipata kwa imani. Kwa imani katika nani? Katika Kristo Yesu. Hiyo itakusaidia kutenda haki popote pale utakapokuwepo, kwenye kazi, kanisani, nyumbani kwako, kama ni mwanandoa, watoto, wazazi. Utakapoielewa hiyo haki ya Mungu inayopatikana kwa imani, ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe. Tutegemee nini watu wanapokosa haki zao au haki ya ufalme wa Mungu? Watu wakikosa haki ya ufalme wa Mungu, tutegemee maisha ya vita sana. Ndio vile tunavyovisikia leo na nini, kwa sababu watu wamekosa ile haki. Lakini pia kuishi yale maisha ambayo Mungu anayataka kwenye ulimwengu. Watu wakikosa hiyo haki, kwa sababu Yesu Kristo alipokuwa anataka tuipate hiyo haki, kuna maisha ambayo alikuwa anataka kuyaona kwenye ulimwengu. Lakini pia ikikosekana hiyo, yale maisha hayataonekana, na kimsingi tutauchukia sana ulimwengu. Kwa sababu unadhani kwa nini kama Kristo ametuhesabia haki sisi watu tuliookoka, alafu bado hatuidhirishi ile haki ya Mungu kwenye ndoa zetu, kanisani? Na shangaa tunachukiana, tunagombana, tunafanya nini? Ile haki ya Mungu itaonekana vipi? Yesu alikiona hicho kitu, ndio maana akasema kwamba ninyi haki yenu isipozidi hiyo haki ya Mafarisayo na waandishi, hamwezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa kama sisi ambao tumeshindwa kuhesabiwa haki, tuna jukumu la kuidhihirisha na kuonyesha hiyo haki. Kwa kama hawa ambao anasema kwamba kama hawa ambao kimsingi wanaonekana kama wana haki lakini hawana haki, inayojitahidi tu kwa jinsi ya kwao wenyewe, lakini sio haki ya Mungu. Kama ambavyo vile tunaona ni watu ambao wanaonekana waaminifu kwenye ibada, wanaonekana ni watu ambao wanashika sheria, wanaonekana ni watu ambao yale matendo yote yanaonekana ni watu ambao wako sawa sawa kweli kweli. Sasa Yesu anasema sisi tuonyeshe zaidi, kwa sababu tuna haki ya Mungu mwenyewe. Na hiyo ndio maana ya kuwa na njaa. Maana yake tuitafute, tuwe na shauku zaidi. Unadhani hiyo njaa ipo kwa Wakristo wa leo? Kwa sehemu kubwa. Au tuna njaa gani sasa? Unaweza ukaona kwa sehemu kubwa hatuna hiyo njaa ya kutafuta haki ya Mungu, na ndio maana Yesu Kristo anasisitiza heri mwenye njaa na kiu. Maana kama tulivyosema mwanzo, kuna watu wanaweza kawa na njaa ya vitu vingine, njaa ya mafanikio, njaa ya utajiri, maarufu. Watu wana njaa ya vitu vingi vya ulimwengu na njaa ya kutafuta nafasi, vyeo na kadhalika, na si njaa ya kutafuta kuyatenda mapenzi ya Mungu au haki ya Mungu kwenye maisha yao. Sasa unaonaje Yesu alipogundua hilo, aliwapa wanachostahili, sio wanachokitaka. Unadhani watumishi wa sasa sisi tunawapa watu wafuasi wa Yesu kile wanachostahili au tunawapa kile wanachokitaka? Nafikiri watumishi wengi tumeingia kwenye mtego wa shetani. Ili kutunza congregation au kutunza makutano yetu yale, mara nyingi tumeingia kwenye mtego ule walioingia Mafarisayo, ya kuwapa watu wanachokitaka wao, sio wanachokitaka. Tunawapa wanachokitaka, sio wanachokihitaji. Wanachotaka sisi tuwape, ndicho tunachowapa, sio kile ambacho hakika Mungu anaona hawa watu wanahitaji hichi kitu. Unajua Yesu wakati mwingine akaona wale makutano, Biblia inazungumza vizuri, wametawanyika kama kondoo ambao hawana mchungaji, akawahurumia. Ni kama vile tumekosa huruma kama watumishi, tumekosa huruma hiyo juu ya kondoo au watu wa Mungu. Kuna namna fulani tujue kabisa tutadaiwa hizi roho za watu, kwamba mtu hana haki ya Mungu, lakini bado unampa kitu ambacho hakimsaidii kuwa na haki ya Mungu. Tujue kabisa tutadaiwa kwa kuwapoteza wengi, hali ukijua kwamba haki ya Mungu ndio inamuingiza kwenye ufalme wa Mungu, lakini wewe unampa kitu ambacho hakitamsaidia kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Sasa kwa nini unahisi hicho ndicho anachokihitaji? Na ni kweli hiyo ni sahihi, kwa sababu watu tunahitaji maisha mazuri, tunahitaji hali nzuri, kiuchumi, afya, tunahitaji hivyo vitu. Lakini kipi kinatangulia kwanza?
lazima tuelewe kwamba kinachotanguliwa kwanza ni haki ya Mungu. Mungu anataka kubadilisha hali ya mtu ndani, na kinachotangulia kwanza ndio kinatengeneza vingine vyote vifuata kwenye line na yes. Lazima tujue tunawekeza nguvu wapi. Usipojua namna ya kuelekeza nguvu zako, wakati mwingine utazipoteza bure. Elekeza nguvu zako kwenye vitu vya msingi kama mtumishi. Elekeza nguvu zako ni vitu vya muhimu ambavyo leo na kesho utabaki na alama kwenye maisha ya watu kwamba huyu alikuwa anatuelekeza katika njia sahihi. Benson, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Kwenye maisha yako umeshawahi kudhulumu haki ya mtu? Shuleni unajua kabisa hii ni haki ya mtu na umeidhulumu, umeitindinganya, umeibananga. Ilikuwa shule. Sasa yule mtu ndio yule ambayo tunakuwa tunasema ya kwamba ndani kwanza tulikuwa hatuelewani. Kwa hiyo nilifanya kile kitu kwa makusudi tu, lakini mwisho wa siku tukaja yakaisha na, lakini niliona kwamba kama aina hii ya maisha ndio inapatikana kwa watu, sio sawa. Yani sio sawa. Aliumia, alisikitika sana. Kwa nini? Kwa sababu nilizungumza kitu lengo tu apate adhabu. Unaiona dhuluma na kukosekana kwa haki ya Mungu miongoni mwa watu wa Mungu kwenye kanisa la Mungu hivi sasa? Tunaona kile kitu ambacho mtu kabisa ni haki yake na kitu anastahili, unakuta mtu apewi kwa makusudi kabisa. Ndio maana I say hili jambo ni kubwa sana. Tufanye nini kama kanisa? Na sisi ndio nuru, tunatakiwa tuonyeshe haki. Tunaweza tukawa tunadai haki za kisiasa, lakini kumbe tunatindinganya haki za watu katika kanisa. Tufanye nini? Tunaidhihirishaje haki ya Mungu? Badala ya kudhihirisha haki ya Mungu tunadhihirisha dhuluma kwenye kanisa la Mungu. Nini tufanye? Mimi ninachosema tu kwamba kitu cha kwanza cha kufanya yule mfalme, hebu zile tuzifanye kuwa ajenda za maombi. Yule hakimu yule alisema japo simchi Mungu na sijali watu. Kwa hiyo tuchukue hali ya kumcha Mungu na kujali watu. Mimi nakwambia hapo tumemaliza kila kitu. Kila kitu kitakuwa kimebadilika kabisa. Kama watu wa Mungu, ni kila kitu kitakuwa kimebadilika. Ukimjali mwenzako huwezi kumdhulumu hata iweje. Ukimcha Mungu unamfanyaje mwenzako jambo la kuvuruga haki yake au utu wake? Yani maisha yatakuwa safi. Yani watu tutafurahia kuwepo duniani kabisa. Yani tutasema Mungu asante kwa ulimwengu huu kabisa. Kama tukijali watu, tukimcha Mungu, kila kitu kimeisha. Haya, katika sehemu ya pili baba mchungaji alizungumza habari za upole. Benson Samuel anasema kwenye Mathayo sura ya 5, heri wenye upole kwa sababu watairithi nchi. Kwa nini upole sio kitu kinachopewa nafasi kubwa sana katikati ya Wakristo, wakati Yesu amekipa umuhimu wa hali ya juu? Hotuba yake ya kwanza, maneno yake ya awali, anaweka kitu cha upole. Lakini ukioni hiki kitu kikichukuliwa kwa uzito na watumishi wa Mungu au na kanisa au na Wakristo, unadhani ni kwa nini? Unajua kwa namna ambavyo Mungu aliteremsha ujumbe huu kwenye ile semina, kiukweli ilibadilisha mitazamo ya watu sana kulingana na hiki kitu cha upole. Kwa namna ambavyo ulimwengu ulikuwa unachukulia hasa tafsiri ya kitu kinachoitwa nini, kinachoitwa upole. Nilipenda kwanza kabla ya kuleta ile maana halisi ya neno upole ni ipi, alianza kutoa kwanza tafsiri ya nini ya jinsi ulimwengu unavyochukulia kitu upole. Kwa kusema hivyo, niseme tu kwamba ulimwengu unachukulia upole kwa maana isiyo sahihi, na kinaanza kuonekana kama kitu kisichofaa, sio cha muhimu kabisa kwenye maisha ya watu. Nilipenda kwamba ni upole unaonekana ni, unajua kwa mpole kwa ulimwengu unaonekana kama ni mtu uliye zoba, mjinga, uliye zuba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio maana unakuta watu wa ulimwengu
labda kitu ambacho unatakiwa kufanya afu usipofanya wanakwambia wewe na umezubaa sana wewe. Ulimwengu hautaki watu wazubavu. Ulimwengu hautaki watu wazubavu. Kwa unakuta katika mazingira kama hayo ndio maana hasa dunia inachukulia upole ni kama kitu ambacho hasa kwa wanaume, yani kitu ambacho kama hutakiwi kuwa nacho. Na karibu kwa watu wote. Yani unaonekana kama upole hutakiwi kuwa mtu mpole. Kama ulimwengu unatafsiri hivyo kwamba upole ni uzubavu, uko tayari kuonekana mzubavu kwenye ulimwengu? Unajua, kabla sijafahamu maana hasa ya upole kiufalme, upole unataka kuonekana mzubavu ni neno baya. Ni kweli. Wewe mzubavu sana, mzubavu sana. Unaonekana ni mtu ambaye yani umepitwa na wakati, uelewi mambo yanaendaje, yani kwa kuonewa ufiki kwenye yani unaonekana ni mtu ambaye unapitwa na wakati sana. Lazima uwe mbabe kidogo. Hiyo ndio inayotakiwa. Tena unajua unaonekana na wewe upo. Unaonekana na wewe upo kwamba sasa hapa na mimi ngoja nionekane kwamba nipo. Baada ya kujua kwamba hiyo sio tafsiri sahihi, uko tayari kukubali kwamba wewe ni mzubavu kwa tafsiri ya ulimwengu? Kwa sababu tafsiri ya ulimwengu sio sahihi. Sasa inabidi wao wanalazimika kwa ulimwengu niliokuwa nao karibu, kwa ule ulimwengu nitakaofikia, inabidi tu nianze kuwabadilisha kwamba ile tafsiri walionayo sio sahihi. Nakubali kuwa mzubavu kwa sababu ya maana niliyoipata. Sawa. Na kama nimekuwa mzubavu kwa ajili ya Yesu Kristo, basi mimi niko tayari nionekane hivyo. Nionekane hivyo kwamba mimi ni mzubavu lakini kwa ajili ya Kristo. Mimi ni mjinga lakini kwa ajili ya Kristo. Mimi sijui ni zoba lakini kwa ajili ya Kristo. Niko tayari ulimwengu nione hivi. Kabisa. Kote. Nini maana ya upole? Unajua, kabla sijafika huko mtumishi anazungumza nikakumbuka wakati ninaenda shule form 5 na form 6. Yani siku ya kwanza tu nimefika pale shuleni, kuna jamaa dormitory ambayo nilikuwa nakaa, kuna jamaa alikuwa ni giant, ana kifua, yani alikuwa havai kabisa nani matisho mengi, havai tuseme, yani anavaa vesti tu, kifua kile kionekane. Sasa mimi nilichofika tu cha kwanza pale, nimeingia kwenye dormitory yangu na kitanda changu kilikuwa karibu kabisa na yeye. Alafu kanikuta ninasoma zangu Biblia pale, natafakari, akaanza kuniambia wewe ni church boy. Nikakumbuka ichukua nasoma mtumishi, wewe ni church boy. Kwa hiyo nilikuwa napata mateso mengi, naonewa sana pale kwa sababu naonekana ni church boy, hapo jamani, giant kweli. Kwa hiyo ulimwengu na tafsiri potofu sana juu ya tunapozungumzia upole. Lakini tafsiri ya sahihi tunapozungumzia upole kwa namna ya ufalme ni ile hali ya kudhibiti nguvu zako za ndani, kutokana na moyo ambao unamtii Mungu, yani namna ambavyo unamtii Mungu unapata nguvu na uwezo wa kudhibiti nguvu zako zile za ndani. Nguvu kwa maana uwezo wa kupiga mtu, uwezo wa kuonyesha hasira, unaweza kutamka maneno, ukamrudishia mtu kile ambacho anakifanya. Na kwa isivyo bahati, nafikiri kabla sijamjua Yesu Kristo nilikuwa mtu wa namna hiyo. Sikuwa mtu ambaye napenda kuonewa. Ni mtu ambaye nilikuwa niko tayari kurudisha pale ambapo mtu ataniudhi au mtu atanionea. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo sikuwa nimejifunza juu ya upole. Lakini nafikiri sasa katika maisha ya ufalme unakuja kujua upole ni uwezo wa kudhibiti nguvu zako za ndani. Kwa sababu hata kutumia nguvu zako hata kutokuzitumia nguvu zako pia ni nguvu. Nakumbuka mtumishi alizungumza kitu cha namna. Kwa hiyo ndio tafsiri halisi ambayo naweza kuzungumza kwa upole. Mtu anaweza akakutukana lakini usirudishe. Mtu anaweza akakupiga lakini usirudishe. Ndio maana Yesu anasema ukipigwa kulia, geuza na kushoto. Kuna tafsiri ya upole alikuwa anatoa pale. Mtu anaweza akakusema vibaya lakini usiseme vibaya, ukatulia kimya. Na watu wanatuliza, wanaweza kujiuliza, hivi mtu anawezaje kwenye mazingira kama haya? Mtu anaweza
kukuitikia kwa hasira, lakini wewe unatoa jawabu la upole, na kwa sababu unaelewa jawabu la upole linageuza nini? Hasira. Ni mpaka umejifunza haya. Kwa hiyo una uwezo wa kudhibiti nguvu zako za ndani, hali yako ya ndani, kuto kuleta madhara kwa mwingine, kuto kusababisha uharibifu kwa maisha ya mtu mwingine. Ndio ile mtu kakuudhi, alafu unataka unaandika message alafu unafuta unaandika message unaangalia hayo maneno uliyoandika hapo jinsi yalivyo makali alafu kuna nguvu yani ule upole sasa, kwa sababu moyo umedhibitiwa na ile hali ya kumtii Mungu, unasema nawezaje kurusha maneno kama haya? Kwa ile ule upole unakufanya unafuta ile message. Yesu mwenyewe alimfundisha Peter, nadhani Peter alikuwa mbabe alipoona bwana wake anapewa msukosuko, akaona hapa isiwe shida, akachukua jambia akamkata sikio mtumwa wa kuhani mkuu. Lakini Yesu akamwambiaje? Akamwambia hapana, sisi sio watu wa ulimwengu kwamba tunaonyesha ubabe. Umeona, akasema akachukua lile sikio akalirudisha pale. Unaonaje Benson, unauona ubabe ndani ya kanisa leo hii? Ubabe tunauona. Watumishi wa Mungu wa Kristo tunauona ubabe dhidi ya upole unaotakiwa kuonekana. Ubabe unaonekana yani kulingana na nafasi zilizoko. Yesu alikuwa na nafasi kubwa sana na kama ambavyo tumeona angeweza kufanya chochote kile. Kama ni vurugu, manake angeweza kuagiza vikosi. Na kuna mahali alimwambia Pilato kwamba ingekuwa mimi naupigania ufalme wa duniani hapa, watumishi wangu wangenipigania, lakini sivyo kabisa. Na alikuwa ni Pilato au nani alikuwa anajimwamba fai, alafu Yesu akamwambia kwamba iko cheo usingepewa na baba yangu, wewe usingekuwa na mamlaka ya kunidhuru mimi. Alikuwa ni Pilato. Alikuwa ni Pilato akamwambia mimi na mamlaka ya kufunga kufungua. Kwa hiyo unaona sasa katika mazingira kama hayo ndani ya kanisa hivyo vitu tunaviona. Yaani kuna vitu hatuko tayari kabisa kuruhusu ile nguvu iweze kudhibitiwa ile nguvu iweze kudhibitiwa. Haturuhusu kabisa. Tunaacha tu kwamba sasa hebu ngoje sasa nimkomeshe nimuonyeshe anijue mimi nani. Naam, anijue mimi nani. So unajua wakati mwingine tunakuwa na Kristo ili waweze kujua na mimi nipo. Kristo kwa Mkristo, yani kuonyeshana tu ile kwamba kwa wakati mwingine au Mkristo anamuonyesha mchungaji kwamba utajua kwamba mimi ni wa muhimu. Mimi hiyo ni kukosa upole kabisa. Yani moja kati ya kitu kibaya sana. Yani ni hatari sana. Unajua nawaza kama hii kitu ndio maana ule ujumbe unasema kwamba kanuni za ufalme zinavyobomoa ufalme wa giza. Umeona kuta wakati mwingine ufalme wa giza unakuwa imara ni kwa sababu hizi kanuni kama hizi hazitumiki. Kwa hiyo unaona kilichomsaidia Yesu mpaka kubomoa kabisa ule ufalme wa giza kwenye ni kwa sehemu ndogo tu. Anasema alikuwa ni kama kondoo ndema kijana asiyefungua kinywa chake, mpole wa moyo, katulia. Tunaye kwa jinsi hiyo akajikuta anamshinda shetani sawa sawa. Sasa kwa mfano katika mazingira kama hayo, kweli nguvu ile unayo, lakini unaamua kutulia. Acha kazi ya Mungu isimame. Acha kusudi la Mungu. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine unajua upole una kawaida moja huwa naupenda sana. Yaani wakati mwingine ile nguvu ikishadhibitiwa alafu na ukaruhusu maisha mengine yaende, wakati mwingine yule mtu ambaye wewe ulipaswa ulipaswa kumuonyesha anaweza kujitathmini sana. Ndicho kilichotokea hata kwa yule akida aliongoza kile kikosi cha wanyongaji. Mwishoni kabisa wakanisikia lile neno, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitenda. Ndio akasema hakika huyu alikuwa ni mwana. Ile statement ya Yesu ilikuwa inaonyesha upole aliokuwa nao, kwamba pamoja na kwamba mmenitendea haya lakini mimi situmii nguvu japo ninazo hizo nguvu. Japo ninazo. Akatangaza kumsamaha pale. Angeweza kufanya chochote kile. Angeweza kupiga radi pale. Lakini Yesu alikuwa mtulivu tena sana mpaka ikaisha. Kwa hiyo unakuta wale wengine wakatathmini wakasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Sasa hiyo tujifunze nini? Kuvurugika kwa kanisa, mahusiano mabaya kwa sababu ya Wakristo kukosa upole au pia watumishi wa Mungu kukosa upole? Hiyo inachangia sana. Mara yake kama ingekuwepo, unajua ni shida kwamba mtu unaweza ukakuta yani anaonekana kama hajachukua hatua, lakini subiria baada ya muda utaona. Kwa unakuta ile nguvu inakuwa bado haijadhibitiwa, na tunamhitaji sana Mungu katika hili.
Kwa hiyo upole unakuwa ni sababu sana ndani ya kanisa tusiweze kumshinda shetani ipasavyo. Wakristo watumieje upole katika kuhakikisha kwamba kanisa la Mungu linabaki salama? Namna ya kutumia upole maana yake ni kukubali kudhibiti nguvu zao walizonazo. Unaposema nguvu unamaanisha nini? Maana yake ni mawazo, naweza kuwa nguvu, akili. Yes. Tufafanulie hapa. Unapozungumzia nguvu maana yake ni kile ambacho kinakupa nafasi au mamlaka ya kufanya chochote ambacho ungeweza ukifanya kulingana na mazingira au na hali ambayo inaweza kutokea. Wakati mwingine hasira inaweza ikawa ni nguvu pia ndani. Mtu akatoka na hasira sasa, kulingana na mwitikio wa mazingira au na kile ambacho kimemtokea pale. Lakini unapoweza kudhibiti ile hasira yako, maana yake ni umeweza kutawala mazingira na ile nguvu ya hasira ambayo ilikuwa inataka labda kutoa maneno makali, kutoa maneno mabaya kwa mtu. Ndiyo maana tunazungumzia ndicho kitu kama hicho, ule uwezo wa kudhibiti, na hasa hapa tunazungumzia juu ya yale mambo mabaya. Kwa nini kuwa na uwezo wa kudhibiti yale mambo ambayo yanaweza kuleta uharibifu au yanaweza kuhatarisha? Maanake unaye nguvu ya kuyafanya hayo mambo, lakini una uwezo wa kuyadhibiti, wa kujidhibiti kuto kuyafanya hayo. Unayo nguvu ya kusema naacha uongozi, lakini unaidhibiti nguvu pamoja na maumivu uliyosababishiwa. Nasema nitaendelea kuwa kiongozi. Kwa hiyo ndio maana ya hiyo tunapozungumzia nguvu ndani, kwa sababu ule uwezo wa kutawala mawazo yako, ule uwezo wa kutawala hisia zako, ule uwezo wa kutawala miitikio mbalimbali kulingana na mazingira na vitu vinavyotokea kwa jinsi ya nje, hiyo ndio tunaita nguvu. Maana unapokuwa na hiyo na hasa dhidi ya mambo maovu, dhidi ya mambo mabaya, unaweza wakati mwingine mtu anaweza kaamua tu isivyo. Ni kwa sababu gani? Alishindwa kutawala hisia zake, hisia zikamtengenezea maumivu yakamletea namna mawazo fulani, anaamua kufanya vile anavyofanya. Sasa ukiweza kufika hatua ya kutawala hayo mazingira, maana yake tunasema wewe una nguvu ya kudhibiti hali yako ya ndani, pia na hali ya nje. Maana yake wewe ni mpole. Wakati mtu amekufanyia ubaya, wewe humlipi ubaya, unamlipa wema. Maana yake ndio maana Yesu anasema hatuushindi ubaya kwa ubaya, tunaushinda ubaya kwa wema. Huo ndio dhana ya upole. Dhana ya upole, unaweza kudhibiti, yani unaweza kumfanyia kusema useme, unaweza kumfanyia huyo mtu mbaya, lakini ufanye ubaya, unalipiza yaliyo mema kwa huyo mtu. Ndio maana halisi naweza nikatoa kwa muktadha kama huo. Unataka kuongezea hapo? Hiyo kimsingi hiyo maana hasa ya upole. Na niseme tu kwamba ni kitu muhimu. Kwa hiyo usionekane kama Mungu amekupa hicho kitu au utaenda mbele za Mungu kuomba Mungu aweke hicho kitu ndani ya moyo wako. Usifikiri labda unapata kitu ambacho kitakushia heshima. Unadhani ni rahisi kiasi gani mtu kuwa mpole? Au inahitaji neema ya Mungu? Inahitaji neema ya Mungu kwa sababu kuna mazingira unaona kabisa wewe yani unaonewa, unadhulumiwa, wanakufanya wewe bwege. Utanifanyaje mimi bwege? Na mimi ndio mchungaji hapa, mimi ndio nina cheo hapa, mimi ndio na kila kitu, na nina uwezo wote wa kuweza kufanya ujue kabisa mimi sio bwege. Mimi sio bwege. Umeona? Jamani, mimi ni bwege kwa ajili ya Kristo. Mimi nikubali, mimi ni bwege kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo nikazungumza, tunamhitaji Mungu aweke hicho kitu ndani ili tuweze kumzalia Mungu matunda. Okay. Nafikiri nataka niseme tu, niongeze, unajua ndio maana mtume Yakobo anazungumza kwenye Yakobo 3 pale kuanzia 16 mpaka 18 pale anapozungumzia juu ya hekima ya kimungu, na utaona
anatoa sifa mojawapo ya hekima ya kimungu ni upole. Na hekima maana yake ni ule mtindo wa uwezo wa kufanya, wa kuamua vitu kwa usahihi kulingana na mtazamo wa kimungu. So unaona ni muhimu sana, yani upole inamaanisha kwamba una hekima ya kimungu ndani yake. Na kama tukisema hekima ni Kristo, maana yake inamaanisha una Kristo ndani yake. Yes. Na kama una Kristo ndani yake, maana yake una nia ya Kristo ndani yake. Kama una nia ya Kristo ndani yake, maana yake utawaza kama Kristo, utaamua kama Kristo, utatenda kama Kristo, utafanya kama Kristo. Yote hayo yataonyesha kwamba okay, huyu mtu anamjua Mungu, sasa anazijua kanuni za ufalme. Kwenye mahusiano, kwa uzoefu wako ukiwaangalia wanandoa, wakina nani wanabeba hii tabia ya upole sana, wanaume au wakina mama? Nafikiri kulingana na saikolojia, nafikiri wanaume wengi wanabeba tabia ya upole kuliko wamama, kwa sababu nature ya wamama pia jinsi alivyo wenyewe ni very talkative, ni wazungumzaji sana kwenye masuala, na kama watu wa kusukumwa na hisia zaidi. Kwa unajikuta lazima watazungumza, hawezi kukana kitu. Mwanaume mara nyingi kitu mpaka kimemtoka huwa kinachukua muda, japo inaweza ikawa ina athari chanya na wakati mwingine ina athari mbaya, hasa pale kama kwenye ndoa utakuwa unavumilia vile vitu ambavyo, au utakuwa ni mpole dhidi ya vitu viovu. Ndio maana utakuta mwanamke anasema nakwenda nyumbani mimi, kafungasha kaondoka, kesho nashangaa huyo karudi, kumbe ilikuwa ni mihemko tu, ni mihemko na hasira tu ndani hizo. Lakini kwa wanaume nafikiri, kwangu mimi kwa uelewa nilionao na nafikiri kwa saikolojia ninayoifahamu, hasa kwenye maeneo ya mahusiano, wanaume wana hiyo sifa ya kuwa na upole ndani. Ulishawahi kupata madhara kwa sababu ya kukosa upole na ukajutia kwamba ningelikuwa mpole labda ningeepuka madhara haya, lakini hali yangu ya kukosa upole imenipeleka kwenye situation hii ngumu? Mara kadhaa, yes. Kuna wakati, ndio maana nikasema kabla sijamjua Yesu Kristo, mimi sikuwa mtu ambaye ninaweza kuchukuliana na mambo. Sikuwa napenda kuonewa kabisa hapo zamani. Na ninakumbuka mimi baada ya kumjua Yesu Kristo, sasa nilijiona kabisa nina kitu cha upole ndani. Nakumbuka tulikuwa tunapigana. Kuna mtu alikuwa ameniudhi. Sasa kama tulikuwa tunacheza mpira, nilikuwa napenda kucheza tu mpira. Kwa hiyo sasa ikatokea mazingira ya kwamba yule mtu akalipuka kutaka kunipiga. Sasa na kulikuwa kuna watu, unajua mabinti wapo, kipindi hicho lazima mtasikia kelele nyingi sana. Nikajikuta mimi nguvu za kutupa mkono wangu siwezi kabisa kuanzia siku hiyo. Yani siku